anakuneneaga na ndoto. Kuna watu leo wanaona. Wanasifiwe. Kama hujawahi fukuzwa mahali. Mimi kuna watu ambao hawakuwa wananipenda. Nimeshiriki kanisa nyingi, lakini nashukuru Mungu kuna watu leo, kuna watu walikuwa wanasema hiyo sio ya Mungu, ati mambo mengine Mungu haonyeshanagi. Wanasifiwe. Lakini leo hii mimi ninaelewa ya kwamba walikuwa wananipinga kwa sababu sikuwa wao. Lakini wakati niliingia kwa uzao wangu, nilianza kuona mambo yaliyo ya kwetu. Bwana asifiwe. Ya kwamba katika uzao wetu, katika uzao wangu, mimi ni nani? Baba yako ni nani? Haleluya. Kuna watu leo adui anajuaga wako na hatima kubwa, na kile anaweza kukufanya ni kukutoa tu kwa ukoo wako. Unajua hivyo? Kukutoa tu katika ukoo wako. Maana utakaa tu kawaida. Utakaa tu mtu wa kawaida wakati umeondolewa katika ukoo wako. Lakini wakati uko katika ukoo wako, unakutaka ya kwamba flow ya damu yako haungengani kufanya kile ambacho kwenu mnafanyaga. Bwana asifiwe. Leo hii wakati mimi nilitoka hapa nikaenda South Africa, sikungengana na baba yangu, aliniloketi katikati ya watu. Kwa sababu gani? Anajua huyu ni ukoo wangu. Bwana asifiwe. Kuna watu wameenda si mara moja, si mara mbili, si mara nyingi, wameenda mara nyingi South Africa. Lakini babangu hajawahi waroketi. Lakini wakati mimi nilienda kwa sababu uzao. Kuna watu hata wanakujaga katika madhabahu haya hawajawahi roketiwa na Roho Mtakatifu kwa sababu bado hawajaingia kwa nini? Kwa uzao wetu. Bwana asifiwe. Baba Mage, si Mungu alikuroketi ukiwa Olkarau? Mimi ninakutafuta, lakini kwa sababu wewe ni ukoo wetu. Bwana asifiwe. Na hata wakati kuna watu leo, wakati hata nilienda kwa baba yangu, kuna watu waliniroketi. Kuna watu tulishikana na wao kwa sababu sisi ni wa ukoo moja. Kuna mambo Mungu anaatiliaga kwa sababu ya ukoo. Hebu tuende katika kitabu, tutaangalia hiyo. Tuende katika kitabu cha Psalms. Kuna maneno Mungu alinenea Daudi. Ningetaka tuiangalie. Tutaanza na 132. Psalms 132. Zaburi 133. No, Psalms 132. Psalms 132. Tuanzie verse 11. Bwana alimwapia Daudi kiapo cha uhakika ambacho hata kitaangua. Nitamweka mmoja wa wazao wako mwenyewe katika kiti chako cha enzi. Kama wanao watashika agano langu na sheria ninazowafundisha, ndipo wana wao watarithi kiti chako cha enzi milele na milele. Kwa maana Bwana ameichagua Zayuni, amepaonea shauku pawe maskani yake. Hapa ni mahali pangu pa kupumzika milele na milele. Hapa ndipo nitakapoketi nikitawala kwa sababu nimepaonea shauku. Nitambariki kwa kumpa mahitaji tele. Nitashibisha maskini wake kwa chakula. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Tumalize tu verse 16. Nitawavika makuhani wake wokovu, nao watakatifu wake watadumu wakiimba kwa furaha. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Mungu ameapa kwa haki ama kwa ukweli. Bwana asifiwe. Dhidi ya Daudi na uzao wake. Bwana atukuzwe. Yaani Mungu anaapa. Na wakati Mungu aliapa, alisema kwa uzao wako hakutakosa anaye
ongoza. Bwana atukuzwe. Leo sisi tunaongoza katika uzao wa Daudi kwa sababu ya Kristo. Alitununua, akatuweka mahali pake. Bwana asifiwe. Akatuingiza mahali pake. Na leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu leo unaelewa ukoo wako. Haleluya. Unaelewa nini? Ukoo wako, uzao wako. Bwana anafuatilia uzao wako na anakubariki na anakuinua. Haleluya kanisa. Nasema Bwana anafuatilia uzao wako. Alisema kwa Daudi na akamwapia kwa ukweli ya kwamba uzao wako utakuwa tofauti. Nao watakapoendelea kunisikia hawataondolewa katika viti vyao. Bwana asifiwe. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, sisi tuko na uzao. Haleluya. Hakuna kitu kizuri kama kujua uzao wako. Haleluya. Hata Yesu wakati alikuwa anaitwa mwana wa Daudi, wengine wangechanganyikiwa. Si huyu tunamjua, amekuja juzi. Daudi aliondoka kitambo, lakini ilikuwa imetabiriwa yeye ndiye atasimama na ndiye aliingize wengi katika utawala wa Daudi. Bwana asifiwe. Kupitia kufa kwa Kristo Yesu, alitununua kwa damu ya dhamana ili wewe na mimi tuingizwe katika ule ukoo. Na katika ule ukoo leo kuna wengi wamezalika. Bwana asifiwe. Wacha nikuambie, hakuna kitu kizuri kama kuelewa ukoo wako. Katika ukoo wako kuna ushindi. Bwana asifiwe. Umeshaenda hospitalini, daktari akakuuliza, kwenyu kuna mtu anasumbuliwa na sukari? Bwana asifiwe. Mimi wakati nilienda kupimwa mara ya kwanza sukari, hapo ndipo daktari aliniuliza kama kuna mtu wa kwetu ameshawahi kufa ghafla. Nikamuuliza kwa nini? Akaniuliza, hakuna mtu wa kwetu ameshawahi kufa ghafla kwa sababu ya sukari. Nikamwambia mimi nimeshaisikia sukari lakini sijaisikia watu wamekufa ghafla. Kaniambia wewe uko na sukari ile mbaya ya kuanguka. Bwana asifiwe. Mimi nilipona, si ati ninakwambia niko na sukari. Haleluya. Lakini aliniuliza kuhusu ukoo wetu. Kaniuliza kama kuna mtu wa kwetu ameshawahi kufa ghafla. Haleluya kanisa. Kuna mtu wa kwetu ameshawahi kufa ghafla? Kamwambia hapana. Kwa sababu ile sukari anameniambia niko nayo si sukari ya rahisi. Na wacha nikwambie hiyo sukari ilikuwa mbaya. Kwa sababu ya kama kuchukua ikianguka, kuchukua kikombe yenyewe ujipatie chai hauwezi. Nila ushikiwe. Na ulikuwa nomo tu dakika chache tu. Lakini njaa imekugonga, sukari imeanguka. Hauwezi jipelekea kikombe kwa mdomo, ushikiwe. Kama sio hivyo utamwaga yote kama unataka kujisaidia. Bwana atukuzwe. Lakini nani kama Yesu? Hiyo haikuwa kwa ukoo wetu, iliondoka. Bwana asifiwe. Kuna ushindi Mungu anataka uwe nao. Lakini je, wewe unajua ukoo wenu? Tumejua ukoo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ametajwa Daudi, akatajwa Abrahamu. Hivyo wakati unaongea kuhusu Yesu Kristo, jua wewe ukoo wako. Wakati ninaongea kuhusu my father, my spiritual father, wewe baba yako wa kiroho ni nani? Kuna watu leo wameshindwa kwa sababu hawaelewi madhabahu na ukoo wenu nafanyaga mambo namna gani. Bwana asifiwe. Unajua kwa ukoo kuna tofauti. Umeshaienda kwa ukoo wenu unasikia sisi tunachinjaga ng'ombe hivi ama tunachinjaga kondoo hivi. Hiyo ni ukoo, si ni kweli? Sisi si hata kwenu mnaozaga wasichana wenu kwa njia tofauti. Si ni kweli? Mnaendaga mnaambiwa kwenu mnafanyaga hivi, kwenu mnafanyaga hivi. Huo ni ukoo wa kwenu. Leo uliingia katika ukoo wa Kristo, lakini kuna mahali uliingilia. Kuna watu wameshindwa kwa kutoelewa ukoo wao katika maisha yao ya kiroho. Haleluya. Uko katika nyumba ya Bwana lakini haujui ukoo wa kwenu ni upi.
Kuna watu tu ungeshinda kwa sababu ya kuelewa